Mchambuzi generator Tariq Al-Alakia kutoka Uingereza kuja kuichezea Simba. Simba wanataka usajili huu kwa nguvu sana. Anatokea Rochdale. Klabu ambayo inafanya vizuri pale Uingereza. Sio klabu kubwa, ni klabu ya kawaida tu Rochdale. Lakini Al-Alakia ndiye kiungo mshambuliaji ambaye anakuja katika ardhi ya Tanzania kwa sababu huyu kiasili ni Mtanzania pia, na amechezea pia timu ya taifa Tanzania Taifa Stars katika michuano ile ya tuliona kule AFCON, na amefanya vizuri sana na amewaacha benchi wachezaji wengi. Kwa hiyo ni winga ambaye kwanza ana akili vizuri katika miguu yake, lakini pia kitu ambacho kimenifurahisha ni scout ya Simba ambayo wameifanya kwa huyu Al-Alakia ambaye mwisho wa siku wanakuja kupata mchezaji mwenye quality kubwa, hususan ni winga mshambuliaji ambaye katika ardhi ya Tanzania wapo mawinga wengi ambao wamefanya vizuri, lakini ujio wake Al-Alakia anakuja kuonyesha kwamba yeye ni winga wa tofauti. Tulimuona katika michuano ya AFCON, nadhani wengi wetu tuliweza kumfahamu pale. Japo mimi nimemfahamu kwa miaka mingi, lakini asilimia kubwa walikuwa wameanza kumfahamu pale, kumfuatilia, kwa sababu wengi walikuwa wanajua yeye hawezi kucheza Tanzania kwa sababu alikuwa kiasili pia ana uraia tofauti pacha. Mwisho wa siku Taifa Stars imemtambulisha, na mara baada ya pale mabosi wa Simba inasadikika pia waliweza kukaa kikao. Katika kikao ambacho walikuwa wamekaa, maana yake wamezungumza na kujadili kwamba Al-Alakia ataweza kuwafaa katika vitu viwili. Kwanza, tayari ana ukaribu na baadhi ya wachezaji wa Tanzania ambao waliweza kukaa nao katika michuano ile ya AFCON, lakini pili, anaifuatilia ligi ya Tanzania, anaijua vizuri. Kwa hiyo Simba wameangalia hivyo vitu, lakini cha tatu zaidi ni ile tuseme hali ya upambanaji ambayo yuko nayo huyu mchezaji. Hiyo imewavutia kwa kiasi kikubwa sana Simba kuweza kumsajili. Hivi tunavyozungumza kila kitu kimeenda sawa kwa zaidi ya 80%, tunasema kwenda 100 tu. Mimi nisipepese macho ni kwamba Al-Alakia ni mnyama, kwa sababu kikao cha hivi karibuni juzi ambacho wamekaa Simba walikuwa wana discuss jinsi gani ya kuweza kumuongeza huyu, kwa sababu dirisha linajua si sasa, lakini tunazungumza nyakati zijazo. Kwa hiyo wanakamilisha kila kitu ili kuweza kumpata huyu mchezaji. Kwa nini hawataki kufanya makosa yale ambayo waliyafanya katika misimu iliyopita? Tunagundua Simba misimu iliyopita mpaka wachezaji wanaenda nafasi za hatua za mwisho kabisa kwenye msimamo wa ligi ama kwenye ligi inafika ukingoni, kwenye ile mikataba yao, ndio mwisho wa siku wanaanza kusajili. Mwisho wa siku pia wanawakosa wachezaji kama vile Zimbwe alipowagomea Simba na kutimkia Young Africans. Lakini mara hii tunaona Tariq Al-Alakia ama Tarin Al-Alakia anakuja kuifanya Simba mbavu ya pembeni, sababu huyu tukumbuke ni kiungo mshambuliaji lakini pia ni winga. Yaani anacheza katika hizo nafasi, anacheza kama kiungo mshambuliaji, lakini pia anacheza katika nafasi ya winga. Na watu wanawaza labda pengine umri wake ukoje. Piga hesabu tu kwa haraka, amezaliwa mwaka 1991. Maana yake ni bado mdogo ukiangalia katika hiyo miaka yake ambayo yuko nayo hapo. Amezaliwa mwaka 1997, kumradhi. Mwaka 1997 ndio amezaliwa. Kwa hiyo chupu ni vijana wa 2000 hawa. Tunaona akifanya mambo yake, akifanya balaa lake hilo. Kwa hiyo bado ni mchezaji mzuri, lakini tuwapongeze Simba kwa sababu ujio wake huyu unakuja kuifanya Simba kuwa strong pembeni, lakini vile vile pia hata ukiamua kumchezesha kama kiungo mshambuliaji ana uwezo mkubwa wa kufanya hivyo. Tumemwona katika timu ya taifa Tanzania akiweka benchi wachezaji kadhaa wa timu ya taifa kutokana na quality yake. Kwa ngozi yake watu wengi walikuwa wanajua nyororo, lakini alipokuwa anaanza kuofa, alipokuwa anacheza vizuri, mwisho wa siku watu wameanza kuclick, wanasema yes, huyu ni mchezaji mzuri. Kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa anaonekana ni aggressive sana, lakini pia pasi zake ana macho sana katika miguu yake. Ni mchezaji ambaye hawezi kupoteza mipira ovyo ovyo kama baadhi ya viungo wengine wanavyofanya, lakini vile vile pia ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kuchezesha timu. Akiwa kama kiungo mshambuliaji anachezesha timu, lakini pia akiwa kiungo, akiwa winga pembeni kule, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa wa kutulia na mpira, anaweza akawasubirisha wapinzani kuweza kuja, na hapo akafungua mipango ama akafungua mianya kwa wachezaji husika ambao wa timu yake kuweza kupata matokeo mazuri kwa timu pinzani. Lakini pia miguu yake ina nguvu sana, na ni mchezaji ambaye akikaa na mpira hivi huwezi kuchukua. Tumemuona, mimi nimemfuatilia muda mrefu sana.
najua watu wengi wanamjua sasa hivi navyojua mimi, lakini huyu ni mchezaji mmoja ambaye Simba safari hii imedhamiria, kwa sababu kumbuka, katika Simba tumezungumza katika clip zilizopita hapo wachezaji ambao wameweza kuwasajili, lakini hivi tunavyozungumza Aura ambaye amefanya balaa kubwa. Tunaona hata mechi ya juzi tu hapo na Singida Black Stars, anavyofunga, anavyokimbia, anavyotani, anavyotoa pasi. Manake Simba imefanya kufuru kubwa sana kumleta Aura. Lakini pia ukimwangalia Agwe ambaye Libas, naye Simba imeonyesha kwamba kweli safari hii inataka kuweza kupata matokeo mazuri. Ukiangalia quality ya Ino Loemba, no doubt kwamba sasa Simba imesajili. Kwa hiyo kama wanamuongeza huyu Alalakia, manake wanakuja kuongeza mtu ambaye ana kitu. Kuna mtu kuongeza mchezaji ambaye anakuja kwanza kuzoea mazingira, kumaster mazingira. Lakini huyu Tanzania pia ni nyumbani kwake, ameshafika mara kadhaa, ingawa amekuwa akiishi zaidi nje na akicheza zaidi nje, lakini taifa la Tanzania analijua, na vile vile pia mpira wa Tanzania anaufahamu vizuri. Kwa hiyo indicator sasa inawaka kwa Young Africans, kwa sababu ukimtazama jinsi anavyocheza, alafu ukiangalia wale viungo mabeki, backline ya Young Africans watateseka sana. Nilizungumza wakati amekuja Aura, Libas Agwe na yule Ino Loemba kwamba Young Africans watakuwa na wakati mgumu, na mimi nikajiapiza nikasema kama Yanga watamfunga Simba mimi ni nywele. Watu wakasema huyu jamaa mpira haujui. Nao nilikuwa ninajua ninachokizungumza. Nimewaona wale wachezaji na wafahamu. Mfano kama Aura alipokuwa Ivory Coast alikuwa anamweka benchi Pacome Zouzoua. Yaani wakati Aura anacheza Pacome Zouzoua inabidi asugue benchi, akae pembeni kwanza. Akiumia ndio acheze, au dakika 90 80 huko ndio anaingia Pacome Zouzoua, ambaye sasa tunamuona katika ligi ya Tanzania kajitengenezea ufalme wake hususan kwa Young Africans. Lakini alipokuwa Ivory Coast Aura alikuwa anaanza. Kwa hiyo anapokuja Tarak ama Taren, huyu anakuja kuonyesha kwamba mpira unachezaje. Alafu kingine, anapokuwa uwanjani ni mwalimu, anajua kucheza na kufundisha. Yaani bwana, mimi sasa hivi ninapiga pasi kulia, twende kulia, anapiga pasi kushoto, twende kushoto. Anaongea na wachezaji wake vizuri, wenzake vizuri. Kwa hiyo ni winga ambaye ni winga wa kisasa, tunasema modern winga, ambaye katika ardhi yetu kumpata winga kama huyo sio kitu kidogo, sio haba. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni jambo zuri sana ambalo tunakubaliana sisi sote kwamba safari hii Simba imeamua kwelikweli, imejipanga kwelikweli, imepata watu kwelikweli. Na nitoe rai tu katika hili ambayo mimi kwa mtazamo wangu mimi, kama unaona niko wrong uta comment chini hapo. Mimi naanza kuiona Simba ni bingwa msimu huu kutokana na maingizo mapya ambayo Simba imeamua. Watu wasichokijua, hizi mechi kadhaa zilizopita Simba imefungwa na Young Africans mara 6 mfululizo. Lakini hizo mara 6 kuna maamuzi mabovu ya waamuzi ambao walikuwa wanajitokeza. Ndio maana kuja kuona kwamba Simba kafungwa mara 6. Lakini kama Simba angekuwa anachezeshwa na waamuzi wenye quality kubwa, wanaotafsiri kanuni, sheria, Simba angefungwa na Yanga mara 2 tu. Zile mara 4 zote ni purura tu. Hakuna kitu cha namna ile. Kwa sababu Simba imeanza kujitengeneza muda mrefu, lakini walikuwa wanaangushwa na waamuzi wazembe. Ndio maana siku za hivi karibuni walikuwa wanatamani waamuzi watoke nje. Ingawa msimu uliopita mwamuzi katoka nje, lakini bado wakafungwa, ila walifungwa katika nafasi ambapo Young Africans ilikuwa na kikosi bora, lakini Simba ilikuwa na kikosi ambacho kinajitengeneza. Kwa hiyo huyu ndiye mchezaji ambaye anakuja kuifanya Simba kutangazwa vizuri kitaifa na kimataifa, na huyu ndiyo mchezaji ambaye Simba imeanza kumuimba, ingawa walikuwa hawatamani sana sisi tuanze kuzizungumza kama wachambuzi taarifa hizi. Maanake Simba tunawafahamu ni watu wa surprise. Mo Dewji, ingawa watu wanasema amekaa kando, lakini sio kweli. Mo Dewji yuko na Simba, na mara hii Simba imeamua kuwa wamoja. Ndio maana unaona hata juzi mechi na Singida Black Stars tuliona ile intensity ya wachezaji wa Simba wanavyozungumza, yaani maumivu ya Simba, uchungu wa klabu ya Simba. Unapovaa jezi ya klabu ya Simba, ile nembo ile, uanze kujua hii nembo ina thamani ya namna gani. Sasa Simba ilikuwa imekosa wachezaji kama hao kwa miaka kama takriban 3-4 hii. Mchezaji anafungwa na tabasamu, mchezaji sehemu ya kupiga mbele arudisha nyuma. Sasa Simba imetoka huko, ndio maana unaona hao wachezaji kwenye mfano kipindi cha kwanza kimeisha walipocheza na Singida Black Stars, umekuja kugundua kwamba kwenye vyumba mle kuna clip moja tuliona wanakumbushana, bwana fanya hiki fanya hiki fanya hiki. Alafu pia umebahatika zaidi kumpata Clatous Chota Chama, ambaye huyu amerejea Simba na makali yake yale. Ni kweli Young Africans haje perform vizuri kutokana na masuala ya mchezo wa kisiasa. Mimi niseme tu mchezo wa kisiasa, kwa sababu kwa mtazamo wangu mimi, ukiniwekea kati ya Chama na Pacome, mimi bado mpaka sasa hivi nitachagua Clatous Chota Chama kwa mtazamo wangu mimi.
Wewe utamchagua Pacome kivyako, lakini mimi nitamchagua Clatous Chota Chama. Amefanya makubwa na huyu Pacome bado ana la kujifunza kwa Clatous Chama kutokana na vile ambavyo amevifanya katika ligi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo ujio wa mchezaji huyu mpya ambaye nimemtaja hapo, anakuja Tariq Amatarin kuifanya Simba kuongeza kasi pembeni, mbavu za pembeni. Yaani Simba itakuwa na utajiri mkubwa. Na hiyo tunasema sasa pengine ni utajiri wa kikosi. Yaani tukisema kikosi kipana, ndio hiyo tafsiri yake. Young Africans wasipojiangalia, mimi narudia tena, wasipojiangalia, wana mechi na Azam FC kishukutwa kwa Mkapa Dar es Salaam, Mzizima Dabi. Ile Mzizima Dabi ninayoielezea mimi, wasipokuwa makini, Simba Young Africans watafungwa. Kwa nini watafungwa? Ni kwa sababu kikosi chao safari hii kimekosa, si nisemeje kwa lugha nzuri ili watu wasikasirike sana. Kimekosa walivyo navyo Simba. Labda mimi nieleze tu. Hakina muunganiko. Connection, hakina connection. Connection ipo, lakini kimekosa hali ya upambanaji. Yaani Young Africans wana muunganiko kwa sababu 80% ya wachezaji wamekaa pamoja kwa zaidi ya miaka 4. Lakini wamekosa ile hali ya upambanaji ambayo wako nayo Simba. Ndicho ninachokiona. Kwa nini? Kwa sababu Simba wamekosa ubingwa mara kadhaa hizi, mara 4 mfululizo. Kwa hiyo kama watakosa tena wanasema ni mara 5 mfululizo. Alafu ni nani anachukua? Yaani bora wewe Simba wanakosa au Yanga wanakosa anachukua Mtibwa, hauwezi kuumia sana. Lakini kama Simba anakosa ubingwa alafu ubingwa anachukua Yanga ama ubingwa anachukua Yanga, maana yake hapo mwisho wa siku Yanga na Simba anaumia. Kwa hiyo safari hii tunakuja kuona kwamba kwa haya yaliyotokea Young Africans kuelekea Mzizima Dabi, mimi bado naona Azam nawapa matokeo, lakini kwenye hili pia Simba imelamba dume kweli.